Oh yes, uko katika kipindi kisha leo. My name is Evangelist Evod Madison. Lakini nipo na rafiki yangu anaitwa Pastor Matias Kiumbe. Bwana, tunapozungumzia kuhusiana na habari ya injili, kuna maeneo makubwa sana ambapo inatakiwa injili ifike na sehemu zifikiwe. Watu wengi sometimes wao wanafikiria tu sehemu zile ambazo ni rasmi sana kufika. Lakini zipo sehemu ambazo ni so difficult sana kufika, na hizo zinatakiwa zifikiwe hasa kwa watu wale ambao wanaonekana kwamba ni watu ambao kijamii wanaonekana kwamba ni watu waovu ama ni watu wabaya. Kwa hiyo sasa leo hii nataka tubonge story kidogo kuhusiana na injili kwenye mabaa au injili kwenye makasino. Tunajaribu kupita hapo tuangalie, je, unaposikia kuhusiana na injili baa au kwenye makasino unafikiriaje? Unawezaje ukaingia katika makasino na kuhubiri injili? Kwa wewe ambaye ni mwinjilisti, unawezaje ukaingia baa au kwenye makasino na kuhubiri nini? Injili. Na hizo ni sehemu ambazo inatakiwa zifikiwe, baa na kwenye makasino. Hizo ni sehemu zote ambazo zinatakiwa zifikiwe, umeona? Sehemu kama hizi. Sasa tunawafikiaje watu kama hawa sehemu kama hizi ili wapate kufikiwa na habari njema? Jambo la kwanza, utambue kwamba baa si sehemu ambayo watu wengi wanaiona kwamba ni sehemu ambayo ni mbaya ya warokoro wanaoshindwa kuzisema habari kutokuingia. Lakini is so difficult kwamba ni sehemu ambapo unaweza kaingia na ukafanya injili na ukahubiri na ukasema na watu. Even if kwamba kila sehemu shetani wanatumia nafasi hiyo kwa bana watu na kushindwa kutoka katika mitego ambayo ametegwa. Sasa kazi ya mwinjilisti au kazi ya sisi kuhubiri injili ni kufika sehemu zile ambazo hazijafikiwa, ni kufika mahali ambapo hapajafikiwa, na sehemu kubwa ambapo watu wengi hawaingii na wanaogopa kuingia, aidha kwa kuonekana kwamba kuingia kule watakuwa wamechafua Kristo. Lakini hapana, inatakiwa tuwaze tofauti kwamba hizi nazo ni sehemu ambapo inatakiwa tufike, baa kwenye makasino, kwa ajili ya kuwafikia nini? Habari njema. Niko na mshikaji wangu Matias, yeye atapita kidogo achangie aone, je, kuna muhimu wa watu kwenda sehemu ambazo hajafikiwa? Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu ambao mnatusikiliza katika kipindi hiki kizuri. Na kuna umuhimu mkubwa kuwafikia watu kama hawa, kwa sababu Biblia takatifu katika Mathayo 28 mstari ule wa 18 mpaka 20 unatuambia nendeni ulimwenguni. Hujaambiwa kwamba kuna watu baadhi tuwapelekee habari njema na wengine tusiwapelekee, ila wote ulimwenguni kwamba wanapaswa kufikiwa na hii injili. Kwa hiyo watu wa design yote wanahitajika kupata injili, kwamba kuna uwezekano hajafikiwa au wamefikiwa, lakini hajafikiwa katika ubora ule ambao unatakiwa, ambao Kristo anatamani kufikia. Kwa hiyo sisi kama watu wa Mungu tunatakiwa kufikia maeneo yote, kwamba eneo hili tusio tunatenga kwamba eneo hili la mambo haya na eneo hili la mambo haya, lakini Mungu anatamani tuwafikie ulimwengu wote. Kwa ulimwengu wote tutafikiaje? Hadi sehemu hizi ni sehemu muhimu ambazo nazo zinahitaji injili. Kwa hiyo ni hivyo, mtumishi wa Mungu, kwamba sehemu zote zinahitaji kupata injili. Okay, sawa. Katika kitu ambacho tumepita na kuona kwamba uhitaji ni mkubwa sana, hasa katika sehemu hizi. Uhitaji ni mkubwa sana hata katika sehemu hizi, kwamba tunatakiwa tufike na tuongee nao habari njema. Watu wamefungwa, watu wanahitaji kusikia habari njema. So ukiona mtu anakuja anaagiza vinywaji kama hivi, anaagiza kinywaji hapo, anakaa anakula, umeona, huwezi jua kwamba ni changamoto zipi anazopitia. Yamkini neno lako likawa ni faraja kwake, neno lako nao lisema likawa ni faraja kwake. Kumbuka katika Biblia kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Zakayo, jamii ya watu wengi pale walimtenga na akaona kwamba ni mtu ambaye akosa heshima na afai katika jamii. Lakini tunaona kwamba Kristo baada ya kuja na proof tofauti, anamfikia Zakayo nyumbani kwake, ambako Wayahudi wanaonekana kwamba ni mtu mbaya ambaye hawezi kufikiwa. Kwa hiyo sehemu kama hizi lazima tufike na lazima tuwahubirie watu habari njema, even if haijalishi pako vipi. So difficult kwa sehemu kama hizi. Kwa haijalishi watu wataonaje. Naongea na wewe mwinjilisti ambao unanisikiliza, haijalishi mazingira. Kwa hiyo kuna wigo mpana wa kuhubiri injili, sio tu barabarani, ni kila sehemu tunatakiwa kwenda kuzifika habari njema na kuhubiri habari za uzima. Kwa hiyo usiogope midundo ambayo inapigwa kama hapa. Umeona?
Kwa sometimes ukisikia muziki ya secular kama hii, muziki ya kidunia, watu wengi wanaweza kuwa wanaogopa, wanasema inakuwaje? Kuna muziki pale, kuna sehemu mbaya, muziki inapigwa secular, so tunawezaje kuingia? Lakini ngoja nikwambie, katikati ya kelele za muziki kama hizi na katikati ya kelele inatakiwa neno lipite na watu waambiwe kuhusiana na habari njema. Kwa hiyo usiogope, nenda kila sehemu, kamhubiri Kristo, makasino na kila sehemu, pita kahubiri habari za uzima. Na hicho ndio kitu ambacho Kristo ametuahidi, na Kristo amesema kwamba must be tupite, must be tuende tukaziseme habari za uzima. Kwa mahali popote pale, pita, hubiri habari za uzima, ongea kuhusiana na habari za Kristo, na everything na kila kitu kitakuwa vizuri. Kwa hiyo twenzetu mtaani, twende sehemu ambapo hawajafikiwa, twende mahali ambapo injili haijafika, tukahubiri habari za uzima. Mungu akubariki, tuko pamoja. God bless you. Amen.